wananchi wetu, wateja wetu kuweza kupata huduma ambazo kweli wanaweza kukidhi kuhusiana na mahitaji yao, lakini pia uwezo wao. Eneo la kwanza ambalo tumekuwa tukijitahidi kujiimarisha nalo ni kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuimarisha ushindani wa haki baina ya kampuni za simu pindi wanapokuwa wanatoa huduma, tuweze kusimamia kuweza kuona wanaweka ubunifu wa aina gani, wanakuwa na ushindani wa haki, lakini wakati huo waweze kuweka ubunifu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na vifurushi vitakavyokuwa na gharama nzuri, lakini vifurushi ambavyo vitaweza kukidhi mahitaji pamoja na wananchi wetu wa kawaida. Ipo vifurushi vya aina nyingi. Iko kifurushi cha chini kabisa cha shilingi 300 mpaka juu unapotaka mwenyewe, unaweza ukaongea kwa muda wote bila kikomo. Lakini vile vile tumeendelea kufanya mapitio haswa katika swala zima la gharama za uendelezaji na ujenzi wa miundombinu yetu. Lakini vile vile tumeendelea kupitia tozo mbalimbali ambazo kampuni za simu wamekuwa wakizitoa, kuhakikisha zinaendana na misingi ya utozaji wa tozo, kuhakikisha zinaendana pia na gharama ambao wameingia, sio ukajikuta unatoza gharama ukajikuta unapata faida ya kupitiliza na inakuwa sio gharama halisi ya utoaji wa huduma, na matokeo yake unajikuta gharama hii sasa anakuwa anabebeshwa mteja wetu, mlaji wa misho, jambo ambalo limekuwa kituletea matatizo. Lakini vile vile eneo la tatu, tumekuwa tukihimiza kampuni zetu za mawasiliano ya simu na watoa huduma kuona ni namna gani wataweza kutumia miundombinu kwa pamoja, sharing ya minara badala kila mmoja kuwa na mnara wake. Na hii tumelianza vizuri sana kwa upande wa TTCL, lakini pia Airtel, na limesaidia sana pia TTCL na minara mingine kuweza kuwa na minara mingi zaidi nchini bila kuongeza gharama kubwa kwa ajili ya watumiaji. Lakini eneo lingine ambalo tumeendelea kulisimamia ni pamoja na kupanua mkongo kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya awali, na tunaamini tutakapokamilisha wilaya zile zingine 10 zilizobakia, basi pia na lenyewe litachangia katika kupunguza gharama za vifurushi kwa ajili ya watu wetu. Lakini vile vile kwa upande wa internet tumeendelea kuweka fiber majumbani, na bahati nzuri zenyewe fiber mlangoni, fiber ofisini hazitumii masafa ya kawaida ya simu za viganjani. Kwa hiyo imesaidia sana pia kuweza kupunguza gharama na hatimaye kuweza kuongeza pia uwezo kupitia katika data center zetu ili waweze kubeba taarifa nyingi zaidi. Lakini pia eneo lingine la 4 ambacho tumeendelea kukifanya kama serikali kupitia mfuko wetu wa mawasiliano kwa wote, tumeendelea kujenga minara kwa kushirikiana na sekta binafsi kama nilivyosema, kwa uwiano wa 60% mpaka kwa serikali kulipa 40%, na haswa katika maeneo ya vijijini na yale maeneo mengine ambayo hana mvuto wa kibiashara, ili kuweza kuhakikisha tunasaidia kupatikana kwa huduma mbalimbali za simu, lakini hatimaye kuwasaidia kampuni zetu za simu wasibebe mzigo mkubwa sana na hatimaye kuweza kubebesha kwa wananchi wetu wa kawaida. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tutaendelea kuwa macho, tutaendelea kufuatilia mwenendo mzima wa gharama za vifurushi hivi ili kuhakikisha zinaendana na standard za kimataifa, lakini vile vile zinaendana na mahitaji halisi na uwezo wa wananchi wetu wa kawaida kuweza kumudu gharama hizo. Kwa upande wa ndugu yangu